بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Kwa mara ya mwisho tuliishia katika aya ya 8 hapo. Wama lakum la tu'minuna billahi, mna nini nyinyi mpaka mkawa hamumuamini Allah. Warasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, aliyakuwa huyu mtume anakulinganieni mumuamini Mola wenu. Waqad akhadha mithaqakum, na Mola wenu amechukua ahadi kwenu ya kiapo. In kuntum mu'minin, kama ni waumini kweli. Huwa alladhi, huyo Mola wenu ndiye ambaye yunazzilu ala abdihi ayatin bayinatin, anateremsha aya za wazi kwa mtume wake. Kwazo liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur, akutoeni kwa aya hizo kutoka kwenye viza vya ujinga na ukafiri, na akupelekeni kwenye nuru ya imani na ilmu. Wa inna Allaha bikum la raufur rahim, hakika Allah kwenu ni mpole na mwenye rehema. Ingekuwa kila anayekosewa anaadhibiwa, asingesalimika hata mmoja, lakini mpole anakuvumilieni kwa mengi, na ni mwenye rehema, hapendi mmalizikie vibaya, ndo anakuleteeni muongozo mubadilike mmalizie vizuri. Wama lakum, namna nini nyinyi, alla tunfiqu fi sabilillahi, mnahamasishwa mutoe mali zenu katika njia ya Allah, lakini hampendi kufanya hivyo. Wama lakum, mna nini nyinyi, alla tunfiqu, mpaka mkawa hamutumii mali zenu fi sabilillahi, katika njia ya Allah. Walillahi mirathu samawati wal ardi, hali ya kuwa Allah ndiye mrithi wa mbingu na ardhi. Yani kama mnajisikia nyinyi mmemiliki chochote katika huu ulimwengu, mbinguni au ardhini, hatimaye vyote mtaviwacha, atarithi yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anapokuambieni mtoe kwa faida yenu ya baadaye, mnagoma nini? Na uko baadaye ndiko mnakokwenda. Wama lakum alla tunfiqu fi sabilillahi, mna nini mpaka hamtumii mali zenu katika njia ya Allah. Walillahi mirathu samawati wal ardi, na ilhali Allah ndiye mrithi wa mbingu na vilivyomo, na ardhi na vilivyomo ndani yake. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, hawawi sawa miongoni mwenu wale waliotoa mali zao kabla ya fathu Makkah na wakatoa nafsi zao kabla ya fathu Makkah. Wale mashahidi wa mwanzo hawalingani na mashahidi watakaokuja baadaye. La yastawi minkum, mbele ya Allah hawako sawa sawa miongoni mwenu, ingawaje nyote ni waumini na nyote mnafanya ibada, nyote wacha Mungu,
lakini mnatofautiana. Hawawi sawa miongoni mwenu man anfaqa min qabli al-fathi, wale waliotoa mali zao katika wakati mgumu wa mwanzo kabla ya fathu Makkah. Wakati huo Waislamu hawakuwa na uhuru wa kuabudu, na wakisilimu yalikuwa yanawafika mashaka makubwa. Kwa hiyo aliotoa chake kipindi kile, wakatala, na aliyepambana kipindi kile akaua au akauawa, ulaika a'zamu darajatan, hao ni wenye daraja kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale ambao wametoa mali zao baada ya fathu Makkah na wakatoa roho zao baada ya fathu Makkah. Amali ndo ile ile, lakini ujira utatofautiana kwa mujibu wa bia, mazingira. Wa kullan wa'ada Allahu alhusna, lakini wote Allah kawaahidi malipo mazuri tu. Wale wa mwanzo na wa mwisho wote Allah kawaahidi malipo mazuri, lakini uzuri wa malipo yao utatofautiana, hawawi sawa sawa. Wa kullan wa'ada Allahu alhusna wallahu bima ta'maluna khabirun, wote ambao walitoa chao na wakatoa nafsi zao kwa ajili ya dini, Allah amewaahidi mazuri, na Allah anayajua yote mnayoyafanya. Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, ni nani basi kati yenu yuko tayari kumkopesha Allah mkopesho mzuri? Fayudha'ifahu lahu, ili katika kumlipa amuongezee, ampe maradufu. Allah akilipa hulipa na nyongeza. Sasa man dha alladhi, ni nani basi kati yenu, yuqridu Allaha, atakayemkopesha Allah, qardan hasana, qaradha nzuri, mkopo mwema. Na Allah atakapokopeshwa, fayudha'ifahu lahu, atamlipa maradufu huyo aliyemkopesha. Walahu ajrun karim, mbali na kulipwa kile alichotoa, mbele ya Allah pia kuna ofa, ameandaliwa ujira mtukufu kwa wema aliyofanya. Unalipwa kwa mujibu wa kazi yako, na Allah naye anatoa bonus, ana ujira wake wa kukutunza. Lakini hayo hayatopatikanwa leo katika ulimwengu huu. Hayo ni malipo baada ya ulimwengu huu kumalizika. Ndio maana katika aya ya 12 akasema, yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum, malipo ya Allah kwa waliotenda mema yatakuja kuonekanwa siku ambayo waumini wanaume na wanawake nuru zao zitakuwa zimeangaza, baina aidihim wa bi aimanihim, mbele yao na kuliani kwao. Busharakum alyawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu, malaika watakuwa wanawapa bishara, wanawaambia hongereni, leo ndo mnaenda kulipwa ile pepo ambayo inapita mito chini yake. Khalidina fiha, peponi mtaenda kukaa milele. Dhalika huwa alfawzul azim, na kupata malipo hayo ndiyo mafanikio makubwa ambayo wenye kupenda mafanikio huwa wanayakimbilia. Kwa hiyo tukiondokea hapo, kwenye aya ya 9 Allah anasema, huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinati, yeye Allah ndiye ambaye huteremsha kwa mtume wake aya za waziwazi. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi, yeye Allah ndiye anayemteremshia mja wake ayatin bayinatin, aya za waziwazi. Liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri, ili kwa aya hizo akutoeni kwenye viza na akuelekezeni kwenye nuru. Viza ni kule watu kuwa ni wajinga, hawajapata maarifa yoyote ya ilmu,
na hawajui wa kuabudiwa wala vya kuabudu. Kwa hiyo wanaishi katika mazoea, ukafiri, upotovu, na ilmu huwa hawana, kwa hiyo ni wajinga. Aya ndizo zilizokuja kuwapa watu waliokuwa wajinga mabadiliko. Badala ya ujinga wakawa ni werevu, wasomi, na badala ya kuabudu visivyofaa wakamjua anayestahiki kuabudiwa. Kwa hiyo Allah kwenye aya hii anasema huwa Taala, yeye Allah mtukufu, alladhi, ndiye ambaye, yunazzilu ala Muhammadin alquran alazima, yeye ndiye aliyeteremsha kwa Muhammad hii Qurani tukufu. Kabla ya Qurani watu walikuwa hawajui lolote. Almujizi, Qurani hii ni muujiza, fi bayanihi, jinsi inavyochanganua mambo. Alwadih, Qurani hii inaweka wazi mambo, fi ahkamihi, katika hukumu zake. Linalohukumiwa na Qurani huwa ni sahihi kuliko hukumu yoyote iliyotangulia kabla ya Qurani. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, yuridu bil ayati, Allah anakusudia kwa neno al-ayati, al-bayinati, anakusudia al-Quranu, anateremsha Qurani kwa mtume wake Muhammad. Waqila, na panasemwa vile vile, wanawachuoni wengine wanasema ayati mbayinati, maana yake almuujizati, ni muujiza ambayo hupewa huyu mtume. Kwa hiyo aidha ni aya za Qurani au ni ile miujiza. Miujiza nayo pia huitwa aya. Lazima kumul imanu bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Muujiza inapokuja inaweka nguvu katika yakini zenu moyoni, ili mumuamini Muhammad kwamba kweli anayoyafanya hayafanye kwa akili yake, katumwa, bila shaka yuko aliyemtuma. Lima maahu min almuujizati, anaaminiwa Muhammad na watu kutokana na ile miujiza aliyokuwa nayo. Mambo yaliyokuwa nje ya dasturi ya kimaumbile, yaliyokhalifu ada, watu huwa yanawasaidia kuyakinia kwamba hichi anachokifanya huyu mwenzetu bila shaka ni muujiza. Na kama ni muujiza, muujiza huwa unatoka kwa muweza wa kila kitu. Wal Qur'anu, na hii Qur'ani yenyewe, akbaruha wa azamuha, Qur'ani yenyewe ni muujiza tosha, tena mkubwa zaidi kuliko miujiza yote. Qur'ani ni muujiza mkubwa zaidi kuliko miujiza yote. Kwa hiyo ameteremshiwa aya za Qur'ani na akapewa hiyo miujiza miwili mitatu ambayo inasimuliwa. Vyote hivi kwa pamoja, liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nuri, vikusaidieni nyinyi, kukutoeni kwenye viza na kukuelekezeni kwenye nuru. Liyukhrijakum, ameshusha aya za wazi kwa mtume wake, ili kwa aya hizo Mola wenu akutoeni min dhulumati al-kufri, kutoka kwenye viza vya ukafiri, ila nuri al-imani, na muelekezo kwenye nuru ya imani. Wa inna Allaha bikum la raufur rahim, Allah amefanya haya yote kwa sababu Allah kwenu nyinyi ni mpole na mwenye rehema. Ingekuwa madam anakosea mtu amuadhibu tu, asingesalimika hata mmoja, sote tungeadhibiwa. Lakini kwa sababu mpole, tunakosea alafu anatuvumilia, hatuangamizi haraka haraka. Na katika muda ambao anatuvumilia, tukijirekebisha, anakubali toba zetu na anatusamehe tuliokosea. Kwa hiyo sifa katika sifa za Allah, raufun rahimun, ni mpole, anavumilia mengi, na halafu ni mwenye rehema, anapenda kututoa kwenye maafa akatupeleka kwenye mafanikio. Wa inna Allaha bikum la raufur rahim, aymanahu balighun fi rafati, Allah ni mpole sana, ana kiwango cha juu cha upole. Warahmati bikum, na Allah pia ana kiwango cha juu cha rehema kwenu nyinyi.
haithu anzala alkitaba wa arsala rusula lihidayatikum, ishara za kwamba Allah ni mpole mwenye rehema, ameleta vitabu vya kuwasaidia kuongoka na akatuma mitume wa kusimamia huo uongofu wenu. Nyinyi hata mngepewa hicho kitabu musingeweza kukitumia, lakini kapewa mtume kama ndo mwalimu, mtaalamu, mkufunzi wa kukufahamisheni maana ya hizo aya za kitabu na jinsi zinavyofanyiwa kazi. Kwa sababu ya upole na rehema za Allah hakutaka muangamie, ndo akakuleteni vitu vya kuwafanya mufanikiwe. Walam yaktasir ala ma nasaba lakum, hakutosheka Allah na yale aliyokuumbieni nayo, min alhujaji alaqliya, katika hoja za kiakili. Madam nimewapa akili viumbe wangu, basi atakayekosea nitamuadhibu. Hapana, hakutosheka na vipawa vya kimaumbile, akili aliyotupa, katuletea muongozo, na huo muongozo ukapewa wataalamu wa kuusimamia vipi unafanya kazi. Aya inayofuata inasema wama lakum, na mmefikwa na nini nyinyi binadamu, alla tunfiqu fi sabilillah, mnahamasishwa mutoe chenu kwa ajili ya dini ya Allah, lakini hamtaki. Wama lakum, mmefikwa na nini, alla tunfiqu, mpaka mkawa hamtumii katika mali mlizopewa, fi sabilillahi, katika kuihuisha dini ya Allah. Walillahi mirathu samawati wal ardi, hali ya kuwa mnajua kwamba vya mbinguni na vya ardhini vyote atarithi Allah, vyote ni vyake. Weye na alichokupa ni milki yake yeye. Sasa akikwambia kwa hichi nimekupa fanya hivi, unaona ugumu gani? Anasema inna nahnu narithul arda, kwenye suratu Maryam Allah amesema inna nahnu narithul arda, hii ardhi hatimaye tutairithi sisi. Sasa hivi na wenyewe unaambiwa hii ya Marekani, ya Urusi, ya Ujerumani, ya Uingereza, ya nani, ya Tanzania, sina wenyewe, lakini hatimaye wenyewe wataondoka, wanarithiwa, na hivyo walivyovimiliki wenye kumiliki navyo vinarithiwa. Sasa huyu mwenye kurithi vyote, kwa nini mnamgomea? Inafahamika hiyo. Wama lakum alla tunfiqu fi sabilillahi, mna nini nyinyi mpaka mkawa wagumu, hamtoi kwenye njia ya Allah. Walillahi mirathu samawati wal ardi, na ilhali Allah ndiye mrithi, ndiye aliyemiliki mirathi ya vya mbinguni zikiwemo na mbingu zenyewe na ardhi na vilivyomo katika ardhi, anarithi yeye. Ayu shay'in yamna'ukum min al-infaqi fi sabilillahi, ni kitu gani kinakuzuilieni nyinyi haswa mnaosema ni waumini? Ayu shay'in yamna'ukum, ni kitu gani kinakuzuilieni min al-infaqi fi sabilillahi, msitoe mali zenu kwenye kuitukuza, kuisimamia, kuiendeleza dini ya Allah. Wa fima yuqarribukum min rabbikum, na kwa nini mnagoma kutumia mali zenu kwenye yale mambo ambayo yanakukurubisheni kwa Mola wenu, mkawa karibu naye kwenye ridhaa yake? Kwa nini hampendi kujipendekeza kwake? Wa antum tamutuna, hali ya kuwa nyinyi mnakufa. Unang'ang'ania tu changu 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 changu, halafu umri unaisha, unakufa. Hicho chako unakiacha hapa hapa, na unakokwenda hakikusaidii chochote, maana hukutengeneza maandalizi ya hichi kikakufai kule. Hichi unachoambiwa ufanye ndo faida yako ya uko unakokwenda. Hasa unagoma nini kufanya kitu ambacho kinakusaidia mwenyewe baada ya kuondoka hapa? Uzito uko wapi? Ndio swali linaloulizwa. Ayu shay'in yamna'ukum min al-infaqi fi sabilillah, kipi kinakuzuilieni msitumie mali zenu kwenye dini ya Allah? Wa fima yuqarribukum min rabbikum, na kipi kinakufanyeni msitumie mali zenu kwenye yale yanayokukurubisheni kwa Mola wenu, akawa yuradhi nanyi mkawa karibu yake?
wa antum tamutuna, na ilhali nyinyi mtakufa, watakhlufuna amwalakum, na mkifa hizi mali zenu zote mnaziacha hapa hapa, inakuwa ni mali ya warithi wenu, sio yenu tena. Na madam si yenu tena, hamtonufaika nayo mkiiwacha huku. Chako ni kile unakitengenezea mazingira, ushakitanguliza, ukenda unakuta faida yake, wewe hutaki kuweka faida ya huko. Wa hiya sairatun ila Allah ta'ala, hali ya kuwa hicho utakachokiwacha hapa na huku kitengenezea mazingira ya kukufaa baadaye, chenyewe kinarudi kwa Allah. Kuna mtu kafa kausia, tena kaacha mali nyingi na watoto wengi, lakini Mwenyezi Mungu kampa mtihani, watoto wake wote hawakuongoka kwenye dini. Maana na mwenyewe baba hakuwa mtu wa hivyo, alikuwa mtu na dunia yake. Ana watoto zaidi ya 18, maana kaoa sana, na akioa huoa dogodogo anazaa. Lakini yeye ni mtu wa starehe na watoto wake wakakulia starehe, isipokuwa akambariki Allah kupata mtoto mmoja tu wa kiume, ndo Allah akamuhidi kwenye dini. Sasa huyu bwana kaacha mali nyingi, alhamdulillah, kwa kiasi chake. Watoto watagawana na wataishi vizuri, lakini kausia kabla hajafa vyote rithini, lakini eneo fulani la mahala fulani nataka munijengee msikiti, mujenge msikiti. Basi yule mzee umri wake ulifika mwisho, kafariki. Watoto wakakusanyika katika kusimamia mirathi. Huyu mwenye dini akawakumbusha wenzake, lakini mnakumbuka wasia wa mzee, kasema eneo hili halimo kwenye mirathi, hapa ajengewe msikiti. Watoto wote wakamgeukia mtu mmoja, wakamwambia, wewe bwana, ngoja tugawane kwanza, halafu hicho chako wewe utamjengea babako msikiti na utaenda kumhijia Maka. Kwani alipokuwa hai kilichomzuia kujenga msikiti kitu gani? Nafasi alikuwa nayo na uwezo alikuwa nao. Sasa hivi kafa, hichi sio chake tena, tunagawana bwana. Kwa hiyo tugawane, kila mtu fungu lake atatumia anavyotaka. Lako wewe utamjengea babako msikiti, kisha kuwa si baba yao tena. Sasa akili zao kila mtu apewe chake, atumie atakavyo, na watu wenyewe ni watu wa starehe. Sasa wahi mwenyewe basi ukiwa mzima, maana ukiondoka usitegemee nimeagiza, nimeusia, nimefanyaje. Hujui hao unaoachia maagizo wasia ni watu wa aina gani. Wewe mwenyewe hukutanguliza kwa ajili ya kesho, msiba inakuwa. Kwa ndo Allah anachotuhusia hapa, hichi mnachong'ang'ania kulimbikiza, kuongeza, kukuza, hichi kinabaki hapa hapa, na hatimaye hii ni milki ya Allah mwenyewe, itarudi kwake tu. Lakini wewe umenufaika nayo nini? Amana hii aliyokupa itakusaidiaje ukishaondoka hapa? Ni suala la kujiuliza wewe mwenyewe binafsi. Kwa nini hamtumii, anauliza Allah mwenyewe, kwa nini hamtumii mali zenu kwenye dini ya Allah? Na kwa nini hamtumii mali zenu kufanya yale yanayokukurubisheni kwa Mola wenu, kuwa karibu naye kwa kupata radhi yake? Na ilhali hivi vyote mnavyomiliki, mnavyovihangaikia, ni mirathi yake Allah, atarithi mwenyewe. Qala al-Imamu al-Fakhri, amesema Imamu Fakhru Razi, maana ya aya hii, innakum satamutuna fatuwarathuna. Hivi ambavyo Allah kakupeni akili, afya, mali, elimu na kila kitu, nufaikeni navyo kwa kutengeneza mazingira ya kujiwekea faida yake ya akhera kabla hamjafa, kwa sababu nyinyi hapo mbele mnakufa. Kama hukufanya mapema ambayo yale ulitakiwa wewe ndo ufanye matayarisho yako ya akhera, hakuna wa kukufanyia. Na hichi ambacho unapenda kuona kinakuwa tu, kinaongezeka tu, hutaki kuona kinapungua, hichi sio chako.
Sasa hivi ndo ile aya ya juu tumeambiwa jaalakum mustakhlafina fihi. Wakiuliza watu mali ya nani, watasema mali ya fulani. Ukishakufa si yako tena, wala hutajwi. Labda kama wako watakaotaja, watasema ilikuwa ni shamba la marehemu fulani, lakini weshagawana wanawe. Kwa hiyo hii mali ya watoto wa fulani haitwi tena mali yako, we hupo, wala haitokunufaisha tena hii kama hukuandaa misingi mapema ile ya kwamba sijui umetoa sadakatul jaria au umefanya vipi, yale tuloambiwa yatakufaa baada ya kuondoka. We mwenyewe uhai huyafanyi, atakuja kukufanyia nani? Na hivi vya kutumia ufanye hayo mambo, we unalimbikiza tu, huvitumii mpaka muda unaisha, hivi vinakuwa sio vyako tena. Kwa hiyo mtakufa, watu warathuna, na mtarithiwa. Fahalla qaddamtumuhu fil infaqi fi taati llahi, kwa nini hamvitangulizi mukaweka kwenye akaunti zenu za huko mnakokwenda katika kumtii Allah? Mtume alikuwa anawaambia masahaba, yaqulu ibnu adama mali mali mali, mwanadamu huwa anasema mali yangu mali yangu mali yangu, changu changu changu. Wa hal laka min malin, hivi wewe binadamu una mali hapa duniani? Illa ma akalta, isipokuwa mali yako ni ile uliyokula alafu ukenda haja, au labista, au kama ni nguo umeivaa halafu ikachakaa ikawa ni chepe, halitaki mtu hata ukamgaia, takupigia deki halifai. Au tasaddaqta, au yako ni ile uliyoitoa sadaka, fadakhartahu li akhiratika, ukaiweka hakiba kwa akhira yako, ile ndo yako, ile hanufaiki nayo mtu mwingine yoyote, mwenyewe umeitumia kwenye njia za kheri. Umesema hii hapa, mimi msafiri, leo nipo, kesho naondoka, nakokwenda kunataka matayarisho. Kwa hiyo kile unachokifanya ukakitanguliza uko utakokwenda, kile ndo chako, huko hatumii mtu mwingine, kile ni chako. Lakini unachokiweka benki, ulichokiweka shamba, kilichopo kwenye asset zako sio chako. We ukibadilika jina tu sasa hivi ukiitwa marehemu, vile havimo kwenye hisabu yako tena, wala havikunufaishi tena. Wa hadha min ablaghi alhadithi wa hadha min ablaghi alhathi, hili ni himizo la hali ya juu. Yani Allah ametuhimiza suala la kufanya khairati kwenye tunavyomiliki kwa lugha ya nguvu. Alhathi ala alinfaqi fi sabilillah, aya inahimiza watu watumie vile ambavyo wananeemeshwa na Allah kwa ajili ya dini ya Allah kwenye njia za kheri. Wakitumia vyao kwenye njia za kheri, hivyo ndo vyao wameviweka kwa faida ya baadaye. Lakini kuviweka tu benki au kuvichimbia chini kwenye kasiki ukasema hii ninaweka hakiba, akiba hiyo inakuwa sio yako, ukifa haikufai tena. La yastawi minkum, hawawi sawa miongoni mwenu nyinyi waumini, man anfaqa min qabli alfathi wa qatal, anayetumia mali yake kabla ya fathu Maka na akapigana kabla ya fathu Maka, huyu amali yake imeboreka mara nyingi zaidi. Ulaika a'zamu darajatan, hawa wana daraja kubwa kubwa, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale watakaokuja kutoa mali zao baada ya fathu Maka na wakapigana baada ya fathu Maka. Amali zilizotendwa na watu wa mwanzo zilikuwa zina mazingira magumu, kwa hiyo thamani yake ilikuwa imepanda, ni kubwa. Allah analipa zaidi usumbufu walioupata. Lakini amali zilizokuja kutendwa Uislamu ushastawi, maadui weshapungua nguvu, haziwezi kufananishwa na zile za mwanzo, ingawaje zote ni amali nzuri, kama aya inavyosema, wa kullan wa'ada Allahu alhusna, wote Allah amewaahidi malipo mazuri tu. Lakini aliyetoa pale mwanzo kabla ya fathu Maka kwenye ngarambe, yule katoa mahala muafaka, ujira wake unazidi mara nyingi kuliko aliyekuja kutoa Uislamu ushajikita, ushastawi, hauna adui mkubwa,
Waislamu sasa wana nguvu, wana maamuzi, hawezi kufanana na yule wa mwanzo. Wale wa mwanzo ndio waliouleta Uislamu katika sura yake halisi, lakini wameuleta kwa gharama kubwa, umewagharimu mno, na Allah anawalipa zaidi. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, bimaana la yastawi, hawawezi kuwa sawasawa katika fadhila, daraja, malipo. La yastawi fil fadli, katika fadhila, value, thamani ya malipo, hawawezi kuwa sawasawa. Man anfaqa malahu, aliyetoa mali yake, wa qatala al-a'daa, na akapambana na maadui, ma rasulillahi, akiwa kashirikiana na mtume wa Allah, kabla fathi Makkah, kabla ya fathu Makkah. Waliofanya operation ngumu wakati wa mwanzo, hawa Allah anasema wana malipo ya kipekee, hawawezi kulinganishwa na waliofanya amali kama hizo baadaye. Ma man anfaqa malahu wa qatala ba'da fathi Makkah, hawawezi kuwa sawa na wale ambao walitoa mali zao pia na wakapambana na maadui, lakini baada ya fathu Makkah. Baada ya fathu Makkah palikuwa pana wepesi sana, maadui walishapungua nguvu, mambo yalikuwa rahisi. Qala almufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri ya Qur'an, wa innama kanat an-nafaqatu qabla al-fathi a'zam, zoezi la mtu kutoa mali yake akaihudumia dini ya Allah kabla ya fathi Makkah lilikuwa ni jambo kubwa zaidi. Kwa hiyo hapa atatupita kwa fadhila hata mama Khadija. Mama Khadija, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni successful business woman, ni mfanyabiashara aliyefanikiwa, lakini katumia mali yake yote kwa ajili ya dini, kamsapoti mtume wa Mungu kwa gharama ya hali na mali. Huwezi kumfananisha na waliokuja kutoa baadaye. Sasa hivi kutoa unapata fadhila, lakini huwezi kufanana na yule wakati ule aliyetoa wakati ule mgumu. Ulaika, wale waliotoa mwanzo, a'zamu darajatan, wana daraja kubwa zaidi mbele ya Allah. Lianna hajata alislami ila aljihadi walinfaqi kanat ashaddu, kwa sababu wakati ule wa mwanzo hitajio la gharama ya mali, kutoa mtu pesa wakati ule, na halafu kupata nguvu kazi ya wapambanaji wakati ule, hili jambo lilikuwa ni kubwa zaidi. Aliyepambana wakati ule wa mwanzo anastahiki alipwe kwa ziada. Aliyetoa chake wakati ule wa mwanzo alistahiki apewe malipo ya ziada. Masala ya gharama ya mali wakati ule yalikuwa yana mahitajio makubwa. Nguvu kazi ya wapambanaji wakati ule ilikuwa inahitajika sana. Kwa hiyo waliojitolea wakati ule, hawa Allah kawapandisha chati kidogo, daraja yao ni ya juu. Thumma a'azza Allahu al-Islam, halafu baada ya juhudi za hao wachache wa mwanzo, Allah aliupa nguvu Uislamu baada al-fathi, baada ya kupatikana fathu Makkah, yani kushindwa ule mji wa Makkah, bezi ya ukafiri na ushirikina ikaangushwa pale. Uislamu ulipata nguvu sana na uadui kwa Waislamu ulipungua. Uhuru wa kuabudu ukawa upo kwa asilimia ya juu, kama 90, 100 kabisa. Wakathura nasirihi, na wakati ule baada ya fathu Makkah, walinzi wa kuunusuru Uislamu walikuwa ni wengi, kama tulivyoambiwa, idha jaa nasrullahi wal fathu, ikija nusura ya Allah akakupa wewe Muhammad ushindi dhidi ya maadui zako, na ukaona Maka ushaiti ya mkononi unaitawala wewe, ndo fathu Makkah hiyo. Waraita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja, likitendeka zoezi la kushindwa hii Makkah tu, hapo watu utawaona wanasilimu kwa wingi. Maana kuna watu walikuwa wana ile nidhamu ya woga, wanasema tunaangalia hii mechi itaishaje. Muhammad anasema ni mtume wa Mungu,
Ibada ya masanamu hairuhusiwi, masanamu sio miungu. Hoja zake zina nguvu, lakini anapingwa na watu wake mwenyewe, wazazi wake, ndugu zake wa Maka ile ile, wanamwambia muongo, mchawi, mzushi. Halafu tukimkubali Muhammad, yanayotukuta si ya kawaida. Kwa hiyo watu walikuwa wanaelewa hoja za Muhammad ni za kweli, lakini kumkubalia hadharani ilikuwa inashindikana. Ukijulikana tu umesilimu, inakuwa gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo watu walikuwa wanasema, tunasubiri nani mkweli katika haya makundi mawili, Muhammad na watu wake au wazee wake wa Maka. Kama Muhammad ni mkweli, akiwashinda Makureshi, tutamuunga mkono, tutajua ni mtume wa Mungu kweli. Kama ni mzushi kama wanavyosema watu wake, juhudi wanazozifanya watu wake wanaweza wakafanikiwa, watamuua, tutapumzika na maudhi yake. Kwa hiyo nasubiri Muhammad ya uawe au washinde. Akishinda wanamuunga mkono. Naona kwa sababu dola ina nguvu, si mnajua nguvu ya dola. Kwa hiyo watu walikuwa wanaogopa nguvu ya dola, wanasubiri sasa, akishinda Muhammad hapa, sisi sote tunamuunga mkono. Kwa hiyo kweli aliposhinda, bezi ya ushirikina ilipotiwa mkononi na Uislamu, watu wakawa wanasilimu, mataifa kwa mataifa, kabila nzima inakuja kuleta wawakilishi wao kwa Mtume. Sisi tumetumwa na kabila fulani, kwetu sote tushasilimu, sisi tumekuja kwa niaba yao. Kwa hiyo presha ilikuwa kubwa, kuingia kwenye dini sio mchezo. Wakati ule watu wakatoa nafsi zao, wakatoa mali zao. Allah anasema wale hatowalipa sawasawa na waliofanya yale yale baadaye. Baadaye mambo yashakuwa rahisi tena, wale wanapewa na disturbance allowance zao. Waliichukua dini kwenye mazingira magumu na wakayatenda mambo ambayo kwa wao yalikuwa yanawaweka katika wakati mbaya. Lianna hajata alislami ila aljihadi walinfaqi, haja ya Uislamu kabla ya fathu Maka ya jihadi na gharama za mali, kanat ashaddu, ilikuwa haja ni kubwa zaidi. Uislamu ulikuwa unahitajia mali wakati ule, na mali wanayo makafiri. Wanaosilimu ni wanyonge wengi wao, watumwa kina Bilali na hawana lolote. Kwa hiyo mali ilikuwa inahitajika, kwa sababu yako mambo mengi ambayo hayaendi bila ya fund, yanahitaji gharama ya mali. Kwa hiyo waliotoa mali zao wakati ule, Allah anawalipa zaidi. Waliotoa roho zao wakati ule, Allah anawalipa zaidi. Thumma azza Allahu al-islama ba'da al-fathi, halafu Allah akaupa nguvu Uislamu baada ya fathu Maka. Wa kathura nasirihi, na wakawa wengi wa kuutetea Uislamu wakati ule. Kwa hiyo tension ilikuwa imepungua, watu wakawa na amani. Wadakhala nasu, wakaingia watu, fi dini llahi afwaja, kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi. Kwa hiyo wepesi ulikuwa umeshapatikana, wanalipwa. Lakini anachosema Allah katika kuwalipa hawa wa mwisho na wale wa mwanzo, hawafananishi malipo yao, wale anawalipa zaidi. Imefahamika hiyo eh? Lakini hata na sisi tusibweteke, tunalipwa vizuri tu, tunachoambiwa wale hatuwafikii. Alichowatengea Mola wao wale wa mwanzo, waliotoa huko Uislamu huko ambako ulikuwa haujulikani, wale anawalipa vizuri zaidi. Lakini hata sasa ukifanya amali hizi zina malipo mazuri sana. Ndio maana Allah akasema hapa, wa kullan wa'ada Allahu alhusna. Ingawaje nimetofautisha malipo, lakini wote wa mwanzo na wa mwisho ninawalipa vizuri mno. Lakini wale wa mwanzo, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, wale wa mwanzo wana daraja za juu zaidi kuliko waliokuja kutoa nafsi zao na mali zao baada ya fathu Maka. Hawa wanalipwa vizuri, lakini hawatofananishwa na wale wa mwanzo. Ulaika a'zamu ajra, wale wa mwanzo kabla ya fathu Maka watakuwa na ujira mkubwa zaidi. Wa arfa'u manzilatan, na daraja zao, classes za maisha watakayoishi zitakuwa za juu zaidi. Min alladhina anfaqu min ba'du
min alladhina anfaqu baada fathi Makkah, kuliko wale waliokuja kutoa mali zao baada ya fathu Makkah. Wakatalu li'ilai kalimatillah, na wakapambana kwa ajili ya kuitukuza, kuinyanyua dini ya Allah. Qala al-Kalbi, kuna mwanawachuoni al-Kalbi amesema katika kuchangia kwake aya hii, nazalat fi Abi Bakri, aya hii inamhusu Abu Bakri as-Siddiq, liannahu awwalu man aslama, kwa sababu Abu Bakari ndiye aliyesilimu mwanzo. Siku waliopewa mtume utume ndo siku alosilimu Abu Bakari. Wa awwalu man anfaqa malahu fi sabilillahi, na Abu Bakari ndiye mtu wa mwanzo kutoa mali yake kwa ajili ya dini ya Allah. Wa dhabba an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na ndiye aliyekuwa mlinzi wa kwanza wa mtume sallallahu alayhi wasallama dhidi ya shari za maadui zake. Abu Bakari, kila sifa Abu Bakari utamkuta yuko mbele kwenye Uislamu. Lakini Allah anasema wa kullan wa'ada Allahu alhusna, wote wale wa mwanzo na wa mwisho kwenye masala ya infaq na jihad, Allah anawalipa vizuri, wote anawalipa vizuri. Wa kullan, na wote hawa watu wa makundi haya, mimman amana wa anfaqa qabla fathi Makkah, aliamini na akatoa mali yake kabla ya fathu Makkah. Wa man amana wa anfaqa ba'dahu, na aliamini na akatoa mali yake baada ya fathu Makkah. Wa'adahu Allahu aljannata, wote Allah amewaahidi pepo. Ma tafauti darajati, pamoja na kwamba daraja zao tofauti. Watu wanapanda meli hapa kwenda Dar es Salaam tu ya Azam au Zanzibar One, lakini nauli tofauti, na mle melini wanakaa sehemu tofauti, na unaweza ikakaguliwa tiketi yako, ambia wewe hapa usikae, wewe kwako kule, meli ndo ile ile, na mkishuka mnashuka pamoja. Kwa hiyo na janna ni janna, lakini ndani ya janna kuna sehemu tofauti, wanaishi watu tofauti. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa yote ambayo hapa duniani mnafanya anayafahamu, yuko aware na nini mnachofanya. Ai, maana yake wallahu alimun bi'amalikum, Allah anajua matendo yenu mnayoyatenda. Mutali'un ala khafayakum wa nawayakum, Allah anajua siri zenu na nia zenu moyoni, kila mmoja alipo, anachowaza, anachofikiria, anachopanga, Allah anamjua. Wa mujazikum alaihi, na vyote hivyo Allah anakwenda kukulipeni, anakwenda kukulipeni mlichotenda, mlichopanga, mlichofikiria, mlichochangia. Wa fil ayati, na katika aya hii, wa'dun wa wa'idun, aya hii moja ina mambo mawili, ina ahadi njema kwa watu wema na ina makamio, ahadi mbaya kwa watu wabaya. Hiyo hiyo moja. Allah akisema naona mnavyofanya, kwa hiyo ukawa ni mfanyaji mema, mema yako yanaonekana, na ukawa kinyume chake ni mfanyaji wa mabaya, mabaya yako yanaonekana. Sasa siri iliyopo ni kwamba chochote unachofanya hicho usifikirie kimeishia hapa, mbele ya safari unaenda kukikuta. Kwa hiyo kama unajielewa, jitahidi unachopanga, unachofanya, unachosimamia, unachochangia kiwe cha kheri, ili ukanufaike mbele ya safari. Ukifanya kinyume chake, unafanya cha shari, utakwenda kuhasirika mbele ya safari. Ndio maana yake akaambiwa hii aya moja ina waadi wa Allah, yani ni ahadi njema kwa watu wazuri, na hiyo hiyo ina maonyo kwa watu wabaya. Aya inafuata Allah anasema man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Hapa anahamasisha kutoa kwa ajili ya Allah, kutoa fi sabilillah. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani basi kati yenu yuko tayari kumkopesha Allah mkopesho mzuri? Mayahudi walipokuwa wanasikia aya kama hizi zinasomwa, walikuwa wanamfanyia istihzai mtume na Waislamu. Wakasema zile aya ambazo zimenukuliwa katika sura ya 3 Ali Imran,
Allah akasema, laqad samia Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah amesikia maneno ya wale wanaosema kumbe Allah ni fakiri, lofa, sisi ni matajiri kuliko yeye. Yani mtu kazaliwa hana kitu, tangu hajaja nayo, yeye anasema tajiri kuliko Allah. Kisa kasikia haya maneno, Allah anaomba mkopo akopeshwe. Wala Mola kafilisika sana, anahitaji kiki. Hawaelewi maana siri za maneno ya Qur'an. Wanaelewa, lakini ndio ile dharau tu ikipitiliza. Wakasema inna Allaha faqirun, kumbe Allah fakiri, lofa, anaukata. Wa nahnu aghniya, sisi kumbe matajiri kuliko yeye, tuna uwezo. Anakuja kupiga magoti kwetu tumkopeshe, anaomba mkopo kwetu. Sasa sio maana yake kwamba kafilisika, kaishiwa. Hapana, ana maana hiyo iliyotangulia hapo mbele. Wewe utakapotoa kwa ajili ya kuwekeza kwa kesho, hakipotei, anakulipa. Umetoa kwa ajili yake, kahifadhi ulichofanya, kadhamini malipo. Hasa anayelipwa si ndo kakopesha? Wewe unasali sala yako hapa kwa ajili ya Allah, lakini pia mbele ya safari inakwenda kukaguliwa. Ikiwa ndiyo inapigwa thamani, kapatia kwa asilimia ngapi? Thamani ya sala yake hii 70% tu, unalipwa 70% yako, si haba. Mwingine akwenda swala ile ile, thamani yake 100%, analipwa 100% yake moja. Kwa hiyo kafanya kazi, anapata ujira wake. Kakopesha, analipwa deni lake. Ndo maana yake. Allah anatumia lugha ambayo binadamu wanatumia. Mara huongelea biashara, kwa sababu watu wanathamini biashara, hasa watu wa Maka. Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, nani basi kati yenu yuko tayari kumkopesha Allah mkopesho mzuri? Maana kahimiza panapohitajika gharama kwenye mambo yenu ya kijamii, Allah hateremshi noti kutoka mbinguni kwamba hizo ninakushushieni kwa ajili ya kusimamia dini yangu. Hiyo dini ni yake, wewe ni wake, uisimamie dini kwa kile alichokupa, kwa elimu yako, kwa mali yako, kwa nguvu zako, kwa kila kitu chako, kwa mwili wako, ufanye mambo ya dini. Unafanya kwa ajili yake, ni kama umemkopesha na kakuahidi atakulipa. Ndo maana yake katumia lugha hiyo. Ai anamaanisha Allah, man dha alladhi yunfiqu malahu fi sabilillah, nani basi kati yenu waumini yuko tayari kutumia mali yake kwenye dini ya Allah, ibtighaa mardatihi au ridwanihi, atoe mali yake kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah. Nani yuko tayari kutoa mali yake kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah? Yani wewe hata usipotoa humfilisi Allah, wala mambo yake hayakwami, kwa sababu wewe umemgomea kutoa. Ukasema unamwekea vikwazo vya uchumi kama Marekani. Huwezi wewe kumwekea hivi vikwazo, kwa sababu hiyo neema yeye ndo anayekupa, na akitaka kukublock anaweza kufanya hivyo, lakini kakwambia fanya hivi, tumia hichi kwa njia hii na kulipa. Man dha alladhi yunfiqu malahu fi sabilillahi, nani basi ambaye yuko tayari kutumia mali yake kwenye dini ya Allah, awekeze kuipigania, kuiendeleza dini ya Allah, ibtighaa ridwanihi, kwa kutaka radhi zake Allah. Na katika kufanya hivyo, fayudhaifahu lahu, siku ya kuja kumlipa atamlipa maradufu. Ukitoa 10, yeye anakulipa 100 kima cha chini, maana 1 kwa 10. Ukitoa 1 anakulipa 10 mfano wake. Ndio hiyo anavyoongeza. Fayudhaifahu lahu, Allah katika malipo atakuja kumlipa zaidi ya alichotoa. Yani yu'tihi ajrahu ala infaqihi mudhaafan, Allah atakuja kumpa ujira wake kwa kile alichokitoa, ujira wake utakuwa umezidishwa sana. Nani anaamini hilo na yuko tayari kuvuna neema hiyo? Walahu ajrun karim,
pamoja na kulipwa kwa mujibu wa alichofanya, upo na ujira mwingine mbele ya Allah mtukufu atakaopewa. Hichi kwa sababu ya amali hii, lakini hii ni hiba Allah kakutunukia, ofa yako, allowance yako. Walahu ajrun karim, atakayefanya kwa ajili ya Allah mambo yake hapa duniani ameandaliwa mbele ya Allah ujira mkubwa. Walahu ma'al mudhaafati, huyu mtu atakayefanya mambo yake kwa ajili ya Allah pamoja na kuja kulipwa na nyongeza, thawabun adhimun, atapata na thawabu kubwa, karimun, tukufu, wa huwa aljanna, malipo makubwa kuliko kila kitu ni kuambiwa umefanikiwa kuishi janna, mahala kwenye maisha ya fahari ambayo hugharimii chochote. Na kama ingelikuwa hiyo janna inalipwa kwa mujibu wa thamani ya amali alizofanya mtu duniani, wengi tungekosa sifa za kuingia janna. Maana hiyo sala nobe nayo unosali dakika 5 tu haitimii, haina kiwango. Na halafu mwingine baada ya sala anaona keshakuwa anasali ndo keshamuabudu Mungu, mambo yake mengine yote nje ya sala yanaenda ndivyo sivyo, hayafanani na muongozo wa Qur'ani. Halafu upigiwe thamani ya mali zako ulizofanya kwa muda wa miaka 50 ulioishi hapa, na thamani ya pepo ya Allah. Ungeambiwa bwana, kwa mujibu wa mali zako unapaswa ukae dakika 5 tu peponi, itakuwa thamani ya mali zako zimeisha. Sasa dakika 5 ukae peponi kama umekodi guest tu hivi short time, halafu utoke, unatoka wende wapi? Akhira kuna maisha hayana mwisho, majumba ya fahari, wanawake, fanicha za umo ndani na vitu vingine kama tunavyotajiwa kwenye sura mbalimbali, havifanani na amali zako chache hafifu duni unazofanya duniani. Kwa hiyo kulipwa pepo ukaambiwa haya ni makazi yako ya milele, hayana mwisho, yani hiyo ni neema ya Allah, ni ujira wake tukakupa. Na kisha ukishaingia humo anakwambia hutoki wala sitokukasirikia tena. Kwa hiyo unapata malipo makubwa kwa kujituma kidogo tu hapa duniani ukafanya kheri. Qala Ibn Kathirin, amesema Ibn Kathiri, jazaun jamilun, malipo mazuri atalipa Allah, wa rizqun bahirun, na riziki ambayo ni ya kiwango cha juu ya thamani kubwa, wa huwa aljanna, na riziki yenyewe ni kuingia peponi. Ndio hiyo alosema Allah ajrun karim, ujira mkubwa, ujira mtukufu, ni kuambiwa umefanikiwa kuingia peponi. Walamma nazalat hadhihi alaya, wakati ilipoteremka aya hii, qala Abu Dahdahi al-Ansari, alikuwepo sahaba mmoja wa Mtume, mtu wa Madina, anaitwa Abu Dahdahi. Imesomwa aya hii, yeye yupo mbele ya Mtume alipokuwa anaisoma hii aya, man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu, nani kati yenu yuko tayari kumkopesha Allah mkopesho mzuri katika malipo aje azidishiwe? Abu Dahdahi akaielewa hii aya, akasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, wa inna Allah la yuridu minna alqarad, unamaanisha Allah anataka kukopa kwetu? Anapenda Allah tumkopeshe? Qala naam, Mtume akaambia ndiyo, lugha iko wazi hiyo, Allah anataka tumkopeshe. Naam ya Abu Dahdahi, ndiyo ewe Abu Dahdahi, Allah anataka kukopa kutoka kwetu. Qala, Abu Dahdahi akasema, arini yadaka, hebu nionyeshe mkono wako Mtume, yani nikunjulie mkono wako. Mtume akakunjua mkono wake, akamkunjulia Abu Dahdahi. Arini yadaka ya Rasulullah, hebu nipe mkono wako ewe Mtume wa Allah. Mtume akapeleka mkono wake kwa Abu Dahdahi, fanawalahu yadahu, Mtume akampa mkono wake Abu Dahdahi. Qala, akasema, fa inni qad aqrabtu rabbi haiti, kuanzia sasa
nimekushika mkono wako Mtume, ninakushuhudisha nimemkopesha Mola wangu Allahu shamba langu lile. Alikuwa na kijishamba chake cha mitende pale, ndo uti wa mgongo wa maisha yake. Asema kama Allah anakopa, Allah ni mlipaji mzuri, kwanza hasahau deni. Shuhudia ninamkopesha kile kishamba changu, kuanzia leo nimemkopesha Allah. Haiti ai bustani, maana yake ile bustani yangu pale, kijishamba changu kidogo, shuhudia ewe Mtume nimemkopesha Allah, kile kitatumika kwa ajili ya Allah kuanzia leo. Walahu fihi 900 nakhla, kile kijishamba changu kina mitende 900. Kwa hapa kwetu pengine una mikarafuu 900, umwambie kiongozi, kishamba changu hichi kina mikarafuu 900 na kiacha wakfu kwa ajili ya Allah, mavuno ya pale yashughulikie dini ya Allah. Kwa Abu Dahdahi kishamba chake cha mitende 900 akamkabidhi Mtume awe ndo wakala wake, amshuhudishe kashamkopesha Allah. Wa Ummu Dahdahi fihi hiya wa ayaliha, wakati Abu Dahdahi baba mwenye familia anakopesha lile shamba, mkewe na wanawe bado wako mle shambani. Shuhudia Mtume, shamba langu lile la mitende 900 ninamkopesha Allah. Analikopesha shamba na Ummu Dahdahi yuko kwenye shamba na wanawe. Fajaa Abu Dahdahi fanadaha, Abu Dahdahi baada ya kutia mkataba na Mtume, shamba keshalikopesha kwa Allah, akaenda mle shambani kumwambia mkewe tu atoke, mke wangu na wanangu tokeni, ilo shamba sio letu tena. Akamwambia ya Ummu Dahdahi, ewe Ummu Dahdahi, yani mkewe. Qalat labbaik, mkewe akaitikia labbaika, mume wangu. Qala Abu Dahdahi akasema ukhruji, toka umo shambani ngwa, toka. Faqad aqradtuhu rabbi azza wa jalla, ilo shamba kuanzia leo nimeshamkopesha Mola wangu azza wa jalla, mwenye nguvu na utukufu. Faqalat, yule mkewe akasema rabiha bai'aka ya Abu Dahdahi, Allah atie faida kwenye biashara yako uliofanya na Allah, ewe Abu Dahdahi. Ingekuwa mimi na wewe hapo tungepigwa mabao, ambia mshenzi. Sasa sisi tukale nini? Hawa watu walikuwa wameshiba imani. Mama kaelewa somo, kamwambia mumewe rabiha bai'aka ya Abu Dahdahi, ibariki itie faida biashara yako uliyofanya na Allah, ewe Abu Dahdahi. Wa naqalat minhu, huyu mama na wanawe wakatoka kwenye lile shamba, wakaacha katika lile shamba mataaha, naqalat minhu mataaha wa sibyaniha, yule mama akatoa vitu vyake alivyoenda navyo shambani na akatoa watoto wake, shamba likabakia fi sabilillah. Ndio mwisho wa hadithi. Tena ukitaka iliendeleaje hapo sasa, Allah aliwalipa vipi, lini? Hiyo ufuatilie kwenye mambo ya sira, utakuta nini alichopata Abu Dahdahi baada ya kufanya sadaka yake hiyo. Thumma akhbara taala, halafu akatupa habari Allah mtukufu, anil mu'minina al-abrar, kuhusiana na waumini wema. Lakini hiyo aya ina vijimaelezo kidogo na muda si rafiki, tukiingia huko tutachelewa kuondoka. Bora tuje tuianze kwenye darasa yake kesho inshallah separately, hiyo na inayofuata mbele yake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah, mwenye kuneemesha neema ndogo kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Wama lakum la tu'minuna billahi, mna nini nyinyi waumini mpaka mkawa hamumuamini Allah. Warasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, na huyu mtume anakulinganieni mumuamini Mola wenu. Waqad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin, na ilhali Allah amechukua miadi kwenu, kama nyinyi ni waumini mtaikumbuka hiyo miadi. Tulisema miadi
tangu uko nyuma alipoumbwa baba yetu Adam. Wa idha akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim wa idha akhadha rabbuka min bani adama dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin au taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun wama lakum la tu'minuna billahi, muna nini mpaka hamumuamini vizuri Allah. Warasulu yad'ukum, hali ya kuwa mbele yenu yupo mtume anakulinganieni. Litu'minu birabbikum, mumuamini mola wenu. Waqad akhadha mithaqakum, mola wenu amechukua ahadi yenye uzito wa kiapo kutoka kwenu. In kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini kweli. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye yunazilu ala abdihi ayatin bayinatin, anateremsha juu ya mtume wake aya za wazi wazi. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nuri, ili kwa aya hizi akutoeni kwenye viza akuelekezeni kwenye nuru. Wa inna Allaha bikum la raufur rahim, na hakika Allah kwenu nyinyi ni mpole mwenye rehema. Wama lakum alla tunfiqu fi sabilillahi, namna nini nyinyi mpaka hamtoi mali zenu kwenye dini ya Allah? Kwa nini hampendi kuwekeza mali zenu kwenye mambo ya khairati? Walillahi mirathu samawati wal ardi, hali ya kuwa Allah ndiye mrithi atakayerithi vya mbinguni na vya ardhini. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, hawatolipwa sawa sawa miongoni mwenu waliotoa mali zao na roho zao kabla ya fathu Makkah. Ulaika a'zamu darajatan, wale wana daraja ya juu zaidi. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale waliokuja kutumia mali zao na wakapigana baada ya fathu Makkah. Wa kullan wa'ada Allahu alhusna, lakini wote Allah amewaahidi malipo mazuri tu, wote wanalipwa vizuri tu. Wallahu bima ta'maluna khabirun, na Allah ana habari juu ya yote mnayoyafanya hapa duniani, hakuna linalompotea hata moja. Man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana, ni nani kati yenu atamkopesha Allah mkopesho mzuri? Fayudhaifahu lahu, katika kulipwa aje amzidishie malipo. Walahu ajrun karim, pamoja na thamani ya amali zake ametengewa mtu mwema ujira mkubwa, certificate ya kuingia peponi. Hayo tutakuja kuyapata malipo makubwa au ujira mkubwa kwenye darsa ijayo, kwenye aya ya 12 na zinazofuata biidhnillahi taala. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Muislamu sio kwamba kafiri, ni Muislamu. Sijui kama na Maka hajawahi kwenda, lakini ndio hivyo, Waislamu wenyewe ndio akina sisi. Walahum a'malu min duni dhalika hum laha amilun, wana na miji amali yao mingine huko pamoja na ya kheri, lakini wana na miji amali yao mingine wanajifanyia. Sasa Allah hapotezi kitu kwa mtu. Ukitenda chema anakirekodi, ukitenda kibaya anakirekodi. Lakini tunavyofahamu siku ya mwisho hivi vitu vinakwenda kupigwa thamani. Inawezekana mabaya yako ndo yakawa mazito kuliko mazuri, kwa hiyo mazuri kidogo yamezidiwa na mabaya, umeangamia. Lakini unaonyeshwa mazuri yako, haya hapa 5%, lakini una mzigo wa 95% wa maovu. Mshanifahamu vizuri? Haya basi, ndio hivyo. Swali moja bado sija kujibu, sio? Ilikuwa maelezo kwa 100%, lakini la hapa ukimkubali huyu unatafuta utesi na serikali, wazenga utesi na dola.
Kwa hiyo ndo wakakaa tu wanaangalia mechi itaishaje. Jamaa aliposhinda wakamunga mkono, tumekukubali, tumemkubali. Sawa. Naam. Tokea huko hiyo fikra hiyo, kama hawana je ya kwenda kwenye vyombo vya sheria. Huyu mwelekeaji mmoja tu, kama wako 18 ina maana 17 wako dhidi yake. Machizi fresh atawafanyaje? Nilichokuwa ninaongelea hapa, mtu kheri afanye mwenyewe kabla hajafa. Fursa ndio hiyo, angefanya mwenyewe kile kitu kikakuwa kimebaki eti. Lakini hakuacha watu ambao walikuwa wana uwezo wa kutekeleza wasia wake. Unafikiri kama ile tuambiwa katika mambo yanayomfaa marehemu ni mtoto mwema atakayekuombea dua? Humu mnawakumwombea dua zaidi ya huyu mmoja. Wetu wanamkumbuka hawa kwa dua. Wasema kwani mwenyewe kashindwa nini kufanya na uwezo alikuwa nao na nafasi alikuwa nayo? Hichi sio chake bwana. Nakupa wasifu wa kwamba haya mambo yanavyoenda. Kwa hiyo wewe mwenyewe kwa wakati wako lile lilo ndani ya uwezekano lifanye. Unajua hichi nawekea wanangu, wawekee, si vibaya. Maana kuacha watoto wako wakiwa na uwezo ni kheri vile vile. Lakini na yale ambayo unataka ujitangulizie mwenyewe, ujijengee, fanya mwenyewe. Umepiga harakati zako kwa kutwa, umesave 3,000,000. Sema natoa 50,000 tu, hii natoa sadaka. Kwani Allah kidogo tu ni anashukuru yeye. 50,000 hii natoa sadaka. 3,000,000 umesave. Ukitoa 50,000 kwenye 3,000,000 ushakula hasara. Yaani hii faida. Na kuna watu wana biashara mikubwa, lakini huku kwenye kheri hafanyi chochote. Yeye yupo kuangalia mtaji wake ukue tu. Hasa huwa anauacha sio wake. Na ile kujijengea kaburi na vinavyofuata huko mbele anavifanya mtu akiwa yuhai hapa. Hafanyi. Ndo point yangu ilikuwa kutoa ule mfano. Mfahamu. Sasa kama kuna mwingine kafanya, kenda Maka, alhasili, kafuturisha mwezi wa Ramadhani, kafanyaje? Hivyo ndo kawahi kufanya. Lakini vingine vya kuagiza nifanyeni hivi haviwezi kutekelezwa wakati mwingine, hasa ukiwaacha watu siwo. Sasa kama una uwezo ufanye mwenyewe. Ndio hichi Allah alichouliza. Nani basi uko tayari kufanya? We mwenyewe ufanye, usiagizie watu nifanyeni. Wanaweza wakaghairi. Utapiga hesabu siku hizi thamani pesa ya shilingi ya Tanzania imeshuka thamani. Rate ya dola imepanda. Na mimi nataka dola kadhaa hapa. Hizi hazijanitosha, nataka niongezee. Hazingatii sawa nimfanyie baba kheri gani ya kheri gani au nimlipie madeni. Wewe utakuja na isbati na mdai baba yenu, watakwambia hatuelewi sisi deni. Unaenda nalo deni lako mwenyewe huku. Litakuzonga mbele ya safari. Hawalipi. Hata deni hawalipi. Na huku tunaambiwa katika mambo ya kurithiwa, urithi unafanyika min ba'di wasiyatin yusa bihi au dain. Marehemu kaacha wasia wa kheri, utekeleze wasia kutokana na mali yake. Marehemu kaacha deni, anadaiwa, lilipwe deni kutokana na mali yake. Kinachobaki tena ndo wanagawana warithi. Hawa warithi hata hilo deni wanasema hii sio haki ya mzee tena. Wewe deni litakuchagiza mwenyewe huko mbele ya safari. Mmenifahamu vizuri? Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.